Tumeongeza kigezo kipya kimoja ambacho hichi ni cha mwanahabari nguli. Sasa hiyo inakuwa sio mwanahabari nguli wa mwaka. Nguli inategemeana alikuwa mwaka gani. Kwa hiyo ni something unique, lakini mbali ya hapo mara nyingi huwa tuna focus kwenye kuiboresha tukio lenyewe kuendana na burudani, kwa sababu ule ni usiku wa furaha. Kwa hiyo kikubwa tutaendelea kuboresha na kubadilisha. Watu wakutakutana na surprise ya setup itakuwa tofauti na mwaka jana. Wataona surprise ya namna watakavyokuwa wakihudumiwa kwa maana ya hospitality, lakini pia watakutana na surprise kwenye eneo la burudani. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo mwaka jana tulifanya vizuri, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo watu watarajie kitu cha tofauti. Hawatakutana na kitu ambacho wamekuwa wakiendelea kukiona kila siku. Kwa hiyo kuanzia kwenye kuingia mpaka wanapokaa, tukio lenyewe kwa ujumla wake litakuwa na utofauti wa kipekee ambao tunaamini utaendelea kuimpress watu, lakini kwa maana eneo lenyewe la content ya tuzo ni maboresho yaliyofanyika ya kuongeza kipengele kipya. Lakini pia ameulizia mgeni rasmi, hilo naomba tuliache kama surprise. Watanzania watakuja kujua baadaye au la siku ya tukio lenyewe, lakini kama kawaida tunategemea kuwa na mgeni mkubwa wa heshima, kwa sababu hizi ni tuzo kubwa pia na zinawapa heshima wana michezo, na tunafahamu kwa sasa hivi serikali ya awamu ya Sisters chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefocus sana eneo hilo. Kwa hiyo Watanzania wote tayari wanaichukulia kwa uzito huo. Kwa hiyo tutaiweka kama surprise, itakuja kutolewa majibu baadaye. Irene Kilango ameuliza kipengele kilichoongezwa ni maoni ya wadau. Ni maoni ya wadau pamoja na assessment za kamati. Kwa sababu kila mwaka tunavyofanya tuzo zetu tunaendelea kupokea maoni ya wadau mbalimbali. Tumepokea maoni mengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda kamati inaona kwamba mwaka huu tuanze na lipi. Kwa kweli maoni ya watu ni wengi sana, hasa kwenye kuongeza vipengele. Wadau wengi wanatoa maoni yao kuhusu kipengele gani, lakini kwa mwaka huu kamati ikaona eneo la habari na michezo zinaendana. Yaani hata unapozungumzia ukuaji wa michezo nchini, huwezi ukauzungumzia ukuaji bila sekta ya habari. Anayepeleka message ya michezo kuwa umuhimu, michezo kuwa uchumi kwa taifa, michezo kukua na kadhalika ni wanahabari. Kwa hiyo leo hii tunazungumza michezo imefika hapa, lakini bila mchango wa habari ilikuwa ni sio rahisi kugundua kwamba hii michezo imekuwa. Lakini pia inawezekana hamasa ya watu, wazazi, walezi kuwaruhusu watoto kwenda kucheza isingekuwepo, lakini wanahabari wamekuwa wakitoa na mchango mkubwa sana. Ndio maana tukaona sasa kwa mwaka huu katika vipengele vya kuongeza, leo tuna kina Irene Kilango, tuna kina Shafi, lakini kuna watu miaka ya nyuma ambako hizi tuzo hazikuwepo, waliwahi kufanya mambo makubwa sana, lakini hakuna mtu aliyefanya aliyewatambua. Na ukiachilia mbali kwamba ni maoni, akasema pia je, inasaidia nini? Inasaidia kwa watu kukaa na kufanya jambo akitegemea kukumbukwa kwa maisha yake yote. Itakuwa chachu kwa watu kwamba leo nafanya hapa kama mwandishi au kama mtendaji au kama nani, lakini ninatarajia nikifanya vema hata wajukuu zangu baadaye wanaweza wakaja wakasikia kwamba mama au baba au kaka au dada aliwahi kufanya